mashindano ya kuanzisha logo na emblem mpya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama mnavyoelewa, Jumuiya ya Afrika Mashariki ni jumuiya ya mtangamano wa nchi za Afrika Mashariki. Hapo mwanzo tulikuwa na jumuiya ambayo ilianzishwa na nchi 3. Kutokana na ongezeko la ukubwa wa nchi ambazo zimeungana katika jumuiya hii, sasa tuna nchi 6 kwa ujumla wake, pamoja na zile nchi za mwanzo za Uganda, Tanzania na Kenya. Nchi nyingine 2 ambazo zimeongezeka zilikuwa ni Burundi pamoja na Rwanda, lakini sasa kuna nchi ya South Sudan, lakini vile vile kuna nchi kadhaa 2, nchi nyingine ambazo zinagonga milango, zinataka kujiunga na jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Sasa tukiangalia nembo iliyokuwepo ni nembo ambayo inaonyesha ule mtangamano wa nchi 3 za mwanzo za awali, yaani Kenya, Uganda na Tanzania. Katika nembo iliyokuwepo katika bendera ya Afrika Mashariki, kama ukiangalia vizuri utaona kwamba hakuna reflection ya Rwanda, hakuna reflection ya Uganda. Kwa hivyo sasa hili limeonekana kwamba ni tatizo. Tunataka kuweza kuwa na logo na emblem ambayo itakuwa shirikishi, inaweza ikahusisha nchi zote hizi zilizokuwepo katika jumuiya. Sasa kama nilivyosema, kuna South Sudan ambayo imeingia, kuna Rwanda ambayo ipo, kuna Burundi ambayo tunayo, lakini kuna nchi nyingine 2 zaidi ambazo zinagonga milango, zinaomba kuweza kujiunga katika jumuiya hii. Hizi ni DRC, lakini vile vile hata na nchi ya Somalia nayo vile vile inaomba kuwa ni nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maendeleo ya dunia sasa hivi yanakwenda kwa uunganiko wa hizi tunaita regional block. Sasa regional block hii ya Afrika Mashariki inategemewa kuweza kuwa na ukubwa huo, kwamba kutakuwa na nchi nyingine nchi wanachama ambazo zitajiunga nasi. Ni jambo zuri, ni heri kwetu, ni fursa nzuri kiuchumi, ni fursa nzuri kwa maendeleo ya kijamii na kiutamaduni kwa ujumla. Sasa kwa kuzingatia hayo yote na kwa kuzingatia kasoro ambazo zimeonekana katika nembo iliyokuwepo pamoja na logo iliyokuwepo, imeonekana kwamba kuna haja ya kuweza kutoa fursa, na fursa hii imepangwa iwe ni kundi kwa ajili ya kundi maalum. Age group ambayo imeonekana kwamba inafaa kuweza kupewa fursa hii ni lenu nyinyi vijana. Wanaotakiwa kuweza kuingia katika mashindano haya ni vijana wa umri wa miaka 18 na miaka 35. Kundi hili ni kundi ambalo linatarajiwa kwamba likiingia katika mchakato huu, likifanikiwa kuweza kutoa nembo, basi moja kwa moja nembo ile itakuwa na maana kubwa zaidi. Itakuwa living nembo na itakuwa ni kielelezo kizuri kwa rika letu, kwa rika lenu vijana, na wataishi nalo kwa muda mrefu. Kwa hivyo hawakupewa kundi jingine, imekuwa ni fursa kwetu, na ambayo tumeona kwamba ni fursa nzuri kuweza kuichangamkia. Kwa msingi huo, wala haikutupa shida, hatukupepesa. Tulipoambiwa kwamba tuweze kuaddress vijana, tukaona kwamba sehemu nzuri ya kuweza kufanyia launching hii, hakuna sehemu nyingine yoyote kuliko zaidi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kama mnavyoelewa,
Tuna vyuo vingi sana vimetapakaa nchi nzima, lakini tumeona kwamba tutoe fursa hii kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini maana yake nini? Kupitia hapa tunataka kuweza kuwafikia vijana wote, wanafunzi wote Tanzania, ili waweze kupata ujumbe huu na kuweza kushiriki inavyopasa. Nimesema katika hotuba yangu kwamba tumepata fursa nyingine ya kuweza kuwa makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo tumeona kwamba ni fursa peke yake tena ya kuweza kuwahamasisha vijana kuchukua nafasi katika shindano hili, ili ikiwezekana, na tungependa iwe hivyo, mshindi au washindi wa shindano hili watoke Tanzania. Ndani ya shindano hili zawadi ambazo zimewekwa si ndogo. Mshindi wa kwanza anatarajiwa kuweza kupata dola 25,000. Mshindi wa pili anatarajiwa kuweza kupata dola 5,000, na mshindi wa tatu atapata dola 2,500. Sasa nini kinachotakiwa kuweza kufanya? Baada ya kuweza kueleza mapungufu yale yaliyokuwepo katika logo na katika emblem, tunatarajia kuweza kuwa na si tu logo, lakini kuwe na rangi ambayo itakuwa representative ya Afrika Mashariki. Ni rangi gani ambayo itakuja kutumika? Kwa sasa rangi ambayo inatumika, kuna rangi ya kijani na rangi ya manjano. Sasa mtapata fursa ya kuweza kupendekeza rangi gani ambayo itakuwa ni main color na rangi gani ambayo itakuwa ni secondary color itakayoweza kutumika katika shughuli zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini vile vile washindani wanatakiwa kuweza kuchora au come up na logo 10 kwa ujumla wake. Kuna logo ambayo itakuwa ni symbolic kwa ajili ya jumuiya yenyewe, lakini katika jumuiya kuna vyombo na taasisi muhimu za jumuiya. Sasa tuhakikishe kwamba hizi zote nazo zinapata nafasi. Kuna Mahakama ya Afrika Mashariki, kuna Bunge la Afrika Mashariki, kuna taasisi mbalimbali za Afrika Mashariki. Mpaka sasa kila nchi ina hold taasisi kama moja au mbili. Tanzania kwa mfano ina taasisi ya Kiswahili ambayo makao makuu yake iko Zanzibar ya Afrika Mashariki. Kuna taasisi ya Lake Victoria ambayo hii iko Kisumu, Kenya. Kuna taasisi ya anga ambayo iko Uganda. Kuna taasisi ya utafiti wa masuala ya afya ambayo iko Bujumbura, Burundi. Kwa hiyo taasisi zote hizi tunataka ziweze kuwa na logo, lakini ziwe na logo ambazo zinaweza zikasomana, ziweze kuinterface, ziweze kujulikana kwamba logo hizi zina nani zake za Afrika ya Mashariki. Nafikiri muko familia sana na logo kwa mfano ya Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ina constituent organs zake. Kuna UNDP, kuna FAO, kuna UNICEF, kuna zote hizi, WHO na kadhalika. Lakini zote logo zao zinakuwa zinasomana, wala hupati shida kuweza kusema kwamba hii ni taasisi ya Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo tunataka
watakaoshiriki, watakaoingia katika shindano hili waweze kuweka logo na identity ambazo zitakuwa zina interface between them. Usipate shida kuweza kujua kwamba hii ni taasisi ya Afrika Mashariki. Kwa sasa kama ambavyo mnaweza mkaona, taasisi zetu zilizokuwepo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kila mmoja ina logo yake na wala hazilingani na hazifanani. Labda mfano manake ni huu hapa kwenye vitabu vyenu hivyo, kama mkiweza kufungua ukurasa wa 12 mnaweza mkaiona kuna bendera ya Afrika Mashariki ambayo iko hivi. Kuna logo ya Afrika Mashariki haina ulinganifu. Kuna ile jumuiya ya anga ambayo logo yake iko vyengine. Kuna Lake Victoria Basin Commission ambayo nayo haina nani. Lakini kuna Inter-University Council of East Africa nayo kabisa, manake ni kitu chengine tofauti. Ya taasisi ya Kiswahili haina logo, na taasisi nyingine ambazo nimetangulia kuweza kuzitaja nazo pia hazina logo. Kwa hivyo madhumuni ya shindano hili ni kuweza kuona kwamba tuna come up na logo ambayo itakuwa symbolic na itakuwa ni identical kwa ajili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, iweze kutumika leo, iweze kutumika kesho, na iweze kutumika miaka mingi mingine ijayo. Sio kwamba leo tuna nchi 6 halafu ikiingia nchi nyingine tuangalie kufanya shindano jingine. Kwa hivyo ndio maana tunasema kwamba itakuwa ni vizuri kuweza kuwa na living logo leo, kesho na miaka mingi ijayo. Kwa hivyo actually tumekutana hapa kwa madhumuni hayo. Nimewa encourage kuweza kutumia platforms za kisasa zilizokuwepo ili tuweze kuwafikia wanafunzi wengi zaidi, kuweza kuwafikia vijana wengi zaidi ambao wanaweza wakashiriki katika shindano hili. Ni lengo letu, ni madhumuni yetu sisi kama Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuweza kuona kwamba zawadi kama hii haiendi kwingine, lakini inabaki nyumbani, na itakuwa ni heshima kubwa sana kwetu kama tutachangamkia fursa hii na tutapata kutokea kwa washindi. Na washukuru wasiwasi wa uwakilishi wetu kama Tanzania. Na nafikiri hili ndio main ambayo labda niseme tu kwamba hawa watu wa Secretariat baada ya kuweza kupewa kazi na baraza la mawaziri, ndio sasa wanaanza kuweza kupitia nchi moja baada ya nyingine kuweza kutangaza na kuweza kufanya launching. Kwa bahati nzuri niwaambie tu kwamba watu wa Secretariat wamezungumza na wenzetu wa Rwanda tayari, wamezungumza na wenzetu wa Burundi na wamezungumza na watu wa South Sudan, na sasa wako hapa. Kwa hivyo tunalitangaza hili na tunawashirikisha hivi, na lengo baada ya kuweza kupata hili tumewataka waweze kuja kwetu haraka sana ili tuweze kuwafikia vijana wetu, ili kuweza kuwafikia walengwa nyinyi, ili muweze kuchangamkia fursa hii. Na hatukutaka kuwa wa mwisho, lakini niseme tu kwamba chochote ambacho kinafanyika, yawe ni mashindano kama haya, yawe kwenye nafasi za kazi, mkono wa wizara, mkono wa serikali siku zote unakuwepo, si tu katika kuweza kuwafikia hivi, lakini hata kuweza kuwasaidia namna gani ya kuweza kufanikisha hilo. Lakini kwa sababu ni juhudi za pamoja, kama alivyosema,
wakati wa mchakato wenyewe kunakuwa na kamati maalum ambayo kunakuwa na wakilishi kutoka serikalini, kutoka kwetu Wizara ya Mambo ya Nje, na wanahakikisha kwamba maslahi ya nchi yetu yanazingatiwa. Kwa hivyo hilo maanake hakuna haja ya kuweza kuwa na wasiwasi. Tuingie kwa moyo safi kabisa na tuamini kabisa kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunafuatilia maslahi ya wananchi wetu, ya vijana wetu. Labda niliseme hivyo. Lakini kuna swala hili la kuweza kusema kwamba kwa nini tunafikia hii age group ambayo tumesema miaka 18, miaka 35. Inawezekana kweli kwamba kukawa na matatizo ya hapa na pale, matatizo ya kutokuwa na kompyuta, matatizo ya kutokuwa na fedha. Si kweli kwamba tutakuwepo hapa kuweza kutoa fedha kwa ajili ya kuweza kufanya hivyo. Tukianza hivyo, nadhani manake jukumu hilo litatushinda kuweza kuwafikia vijana wote, kuweza kuwasaidia financially vijana wote watakaotaka kuweza kuingia hapa. Tusidanganyane, si rahisi. Kwa hivyo moja kwa moja hakuna fedha ya kuwasaidia vijana katika kuweza kuingia katika shindano hili. Kwa hivyo hapa struggle for the fittest. Hapa ni kuweza kuona namna gani tunaweza tukaingia. Na hiyo labda nilijibu lile jingine. Katika mashindano haya, wale ambao watatumia kompyuta watakuwa lucky ones. Wale ambao watatumia nani zao kama labda kama wachoraji na kadhalika, wana fursa hiyo ya kuweza kufanya hivyo. Pengine wanaweza kaingia, halafu baadaye tukaje tukaona kwamba namna gani tunaweza tukadigitalize katika hatua nyingine, zikaweza kupatikana logo ambazo zinaweza zikapata. Na niseme zaidi kwamba pamoja na ukweli kwamba tunawalenga au tumekuja kutoa hii kwa vijana kutoka vyuo vikuu, lakini wengine ambao hawako vyuo vikuu lakini ni talented, wana uwezo wa kuchora, wana uwezo wa kuweza kuingia, nao wana uwezo wa kuweza kufanya hivyo. Hapa pengine criteria itakayokuwa ni muhimu ni ile ya age set. Kama wewe uko katika hiyo age set ambayo imesemwa, basi moja kwa moja hakuna limitation tena ya kuto kuingia katika shindano hilo. Lakini jingine ambalo limezungumzwa, kama wengine wanaona kwamba itakuwa ni vizuri zaidi kuweza kufanya kazi kwa pamoja kupitia vikundi, okay, they are free to do that. They are free to do that. They can always do that. Kwa hivyo na hiyo nayo manake haina shida, mnaweza mkafanya hivyo. Lakini tumezungumza kuhusu logo 12. Secretariat katika kuweza kupanga hili wameona ikiwa watakuwa wana pool kubwa ya uteuzi ya kuchagua, itakuwa ni jambo zuri, kwa sababu pamoja na mchakato utakaofanya, wao sio waamuzi. Si tu kwamba kutakuwa na kamati, lakini watapaswa kuweza kurejesha kwa waliowapa kazi, ambayo ni baraza la mawaziri. Kwa hiyo baraza la mawaziri tunakapoweza kuwapelekea kwamba this is what we got, hatutowapelekea kwamba tumekwenda na kitu kimoja. Tutawapa option ya kuweza kuangalia hiki na kile na kile na kile, na ndio maana kukawa na range hii ya kuweza kusema kwamba at least market tuweza kuwe na angalau logo 10 au kuwe na variety, ili waweze kuwa na uteuzi, waweze kuwa na nafasi ya kuweza kuchagua.